Tunakuomba uweze kusimama pamoja nasi kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbana kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza fanya hivyo namna gani? Kwa kuweza saidia tuweze kufika kwenye mji wa FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 45614668, kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, ambapo ni kituo chao kinachokukua kwa kasi sana duniani. Basi wakati huu ni wakati mwafaka wa mimi kulivalia njuga swala lile la bao la asubuhi, ili uweze kuwa na uelewa kwa yale ambayo namna hiyo yanajitokeza kwenye bao la asubuhi katika mwendo kasi wa dunia sasa ambao tunaishi ndani. Dunia sasa ni mwendo kasi sana, ambapo namna hiyo unakaa wanasema kwamba unakaa ange katika hatua ya kuweza kupata mengi tu, ambapo kwenye bao la asubuhi leo hii nataka nizungumzie maeneo mawili ya kujipima kama unatumia kugairisha mambo kwa faida ama hasara. Unaweza airisha mambo kwa faida ama hasara. Kitu cha kwanza ni matumizi ya muda. Muda wako unatumia vipi? Kitu cha pili, matumizi ya pesa zako. Unatumia vipi pesa? Wengi wametumia kwa kuwekeza na wamepata matokeo sio siku ya kwanza, baada ya miaka 10, wengine miaka 20. Kwa mfano leo ukiwekeza kwenye eneo fulani, kuna mapato utayapata kwa haraka, na kuna mengine yatachukua muda ndio uweze kuanza kula kwa kijiko. Sasa inategemea matumizi yako ya muda yako vipi. Katika bao la asubuhi siku ya leo, acha nizungumzie swala hili la kwanza kwamba matumizi ya muda. Matumizi ya muda wako ndio ishara ya kwanza unayohitaji kuichunguza ili kujua kama utafanikiwa ama la. Unatumia muda wako vipi? Hiyo ndio swali ambalo mimi hupenda kuuliza watu, na kila wakati nikikutana na mtu nauliza, muda wako unautumia vipi? Kama wewe ni mtu ambaye kila wakati unatumia muda wako kwa mambo ambayo hayana faida kabisa kwenye maisha yako, na kisha ukakosa muda kabisa wa kufanya mambo yenye faida, basi ujue hakuna namna utaweza kufikia malengo ambayo umejiwekea. Yaani hauwezi kufikia malengo ambayo umejiwekea iwapo muda wako unautumia vibaya. Muda wako wa ziada unatumia namna gani? Mimi kwa mfano, muda wangu wa ziada naelewa natumia namna gani muda wangu wa ziada. Wakati ambapo una muda unatumia namna gani muda wako? Hebu fanya zoezi dogo tu sana. Ukakague jinsi ambavyo unatumia muda wako kwa siku ambao ulitumia labda muda wako kwa siku ya jana ulitumia muda wako namna gani? Jaribu kufikiria tangu asubuhi hadi ulipoenda kulala usiku, ulitumiaje muda wako? Muda wako uliutumia namna gani? Hebu jaribu kujiuliza, ulitumia saa ngapi kufanya mambo yanayojenga? Yaani unaanza kukua na ile kikao chako, na ulitumia saa ngapi kufanya mambo yasiyojenga? Una bisect pale na una divide pale. Hebu jaribu pia kufikiria kuhusu siku ya leo hadi saa utapoenda kulala. Ni muda huo utakuwa unatumia muda wako namna gani? Na hilo ndilo bao la asubuhi.